Uzinduzi wa awamu ya pili ya chanjo ya ugonjwa wa polio kwa watoto walio na umri chini ya miaka 10 umefanyika kimkoa katika hospitali ya wilaya ya Manyoni mkoani Singida, ukiwa na lengo la kuwafikia watoto zaidi ya 700,000 katika mkoa mzima. Akizindua zoezi hilo, mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Dendego amesema serikali kwa kushirikiana na wadau imejipanga kuhakikisha chanjo hiyo inawafikia walengwa wote, huku akisisitiza kuwa ugonjwa wa polio una madhara makubwa ikiwemo kupoza kwa watoto na kuwataka wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki zoezi hilo. Na sote tunajua wazazi kwamba mtoto akipata maambukizi hupata mashambulio na kupooza kwa haraka, na mtoto huyu akishapooza ni hasara kwa mzazi, ni hasara kwa taifa, na ni kwa kweli ni adha kubwa na ni ukatili mkubwa dhidi yake, pale ambapo anaweza akalindwa asipate maambukizi, ukamwacha mtoto akapata maambukizi akateseka katika maisha yake yote. Kinga ni bora kuliko tiba, kinga ni rahisi kuliko tiba. Twende tukawalinde na kuwakinga watoto wote waliobaki katika wilaya zote, halmashauri zote. Nina imani nina makamanda wazuri wanaofanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa. Tuendelee kuhakikisha kwamba tunawahi katika vituo vya kutolea huduma. Watendakazi wetu wako tayari kabisa kwa ajili ya kutoa huduma, lakini tuhakikishe tunaendelea kunawa mikono na maji tiririka kuhakikisha kwamba tunajikinga na maambukizi na ya magonjwa mbalimbali, kwa sababu ukiacha polio na magonjwa mengine yapo. Lakini tuhakikishe sasa tunaenda kuwekeza katika matumizi sahihi ya vyoo bora. Mmenisikia hapa nimesema kirusi hiki kimepatikana kwenye maji taka. Kwa hiyo kirusi hiki kinapatikana kwenye kinyesi. Tukikitunza vizuri hicho kinyesi kisiwe na muunganiko na sisi, ina maana hatutapata madhara, hatutapata polio, hatutapata kipindupindu, hatutapata magonjwa ya kuhara. Kwa hiyo niwaombe sana kupitia hadhara hii, wananchi wangu wote wa mkoa wa Singida, matumizi ya vyoo bora ni vita, na ni vita makini na halisi. Tutapambana kwa yoyote yule ambaye anataka kuturudisha nyuma. Sitegemei katika karne hii bado watu wanaenda maporini, lakini kwa mujibu wa taarifa zetu bado 22% ya wakazi wa mkoa wa Singida hawatumii vyoo bora, hawatumii kabisa. Hili halikubaliki. Niwaagize viongozi wa ngazi zote kuanzia kule kwenye vitongoji kuhakikisha kwamba kila kaya ina choo bora. Ni kweli tumepata faraja na baraka kubwa ya mvua, na ukiangalia huko katika mashamba yanapendeza kweli kweli, lakini pia kila mafanikio yana changamoto zake. Maji baadhi ya maeneo yamekuwa mengi, na wakati mwingine ni uzembe wa sisi waangalizi wa watoto. Tunaacha watoto wanachoropoka kwenda kwenye madimbwi, wanafika huko maji yanawazidi, wanapoteza maisha. Niwakumbushe wazazi, ulinzi wa mtoto unaanzia ngazi ya familia. Tuwalinde watoto wetu. Hata mkipita barabarani bado maji ni mengi, madimbwi ni mengi. Kwa hiyo tuhakikishe maji haya tuyatumie kwa ajili ya kuendeleza bustani ndogo ndogo kwa ajili ya mashamba yetu, lakini yasiwe adha ya kutuondolea watoto wetu. Tuhakikishe kwamba tunayatumia maji haya vizuri, badala kuona maji haya sasa ni hatari kwa ajili ya watoto wetu. Lakini serikali imejipanga vema kuhakikisha kwamba miundombinu iliyoharibiwa na maji haya inarejeshwa katika ubora wake, ili wananchi wetu waweze kuitumia vizuri, hasa kwenye kusafiri wao na kusafirisha bidhaa zao. Kwa hiyo hatulali kama alivyosema Mheshimiwa DC, usiku na mchana kuhakikisha kwamba barabara, madaraja yote yanatengenezwa na wote tuweze kupita usiku na mchana, ili kwenda kuitafuta shilingi mashambani na kule sokoni. Zaidi ya watoto 496,973 wameshachanjwa kwa siku 2. Sasa tumebakiza kidogo kwa siku 2 tena zilizobaki. Ni imani yangu tunaenda kuwachanja watoto wote hawa. Ni kazi kubwa sana iliyofanyika, na niwapongeze sana waheshimiwa wakuu wa wilaya, niwapongeze sana wakurugenzi wote, niwapongeze viongozi wetu wa dini, niwapongeze viongozi wetu wa mila, machifu na wengine wote, niwapongeze walimu, wazazi na walezi kwa kuelewa somo hili na kuwaleta watoto kuweza kuchanja. Kwa mujibu wa taarifa ya mganga mkuu wa mkoa wa Singida, Dr. Victorina Ludovic, mkoa tayari umefikia zaidi ya 70% ya utoaji wa chanjo hiyo tangu kuanza kwake Machi 24, huku huduma zikiendelea kutolewa katika halmashauri zote 7 bila changamoto yoyote. Lengo la chanjo hii kama ambavyo tumeendelea kuelimishana ni kuwakinga watoto wetu walio na umri chini wa miaka 10
na kuhakikisha kwamba wanakuwa na afya njema kwa ajili ya kuleta maendeleo katika taifa letu. Kwa upande wa maandalizi yote yameshafanyika na huduma zinaendelea kutolewa katika halmashauri zetu 7. Chanjo zipo za kutosha pamoja na vifaa vyote vinavyohitajika katika maeneo ya chanjo. Lakini pia wataalamu wetu wote wanaotoa huduma hizi za chanjo wamepata mafunzo katika maeneo yote ya halmashauri. Huduma zote za utoaji wa chanjo zinaendelea bila changamoto yoyote. Niendelee kuwashukuru wananchi wote kwa mwitikio mzuri na hatujapata changamoto yoyote ya aliyekataa kupokea chanjo. Na mpaka sasa naposema tangu tumeanza tarehe 24 mwezi huu wa 3 tumefikia karibia 70% ya zoezi hili. Akitoa taarifa ya wilaya ya Manyoni, mkuu wa wilaya hiyo Dr. Vincent Mashinji amesema licha ya changamoto ya mvua katika baadhi ya maeneo, wilaya hiyo imefanikiwa kufikia zaidi ya 80% ya chanjo katika halmashauri za Manyoni na Itigi, huku akibainisha kuwa maandalizi ya timu za wataalamu yameimarishwa kuhakikisha zoezi linafanikiwa. Tumepokea hili zoezi, timu tunazo za kutosha, na mpaka sasa hivi tuko zaidi ya 80% ya uchanjaji ndani ya wilaya yetu katika halmashauri zote mbili. Tunaendelea vizuri na tuna uhakika tutafikia lengo, na tuna changamoto ya mvua baadhi ya maeneo kule kwenye maeneo yenye mito mikubwa, mito imefurika, lakini kwa kuliona hilo tumejipanga vizuri. Tumeshatoa angalizo kwa timu zetu zote zinazofanya kazi uwandani wawe makini hasa wanapovuka sehemu zenye maji. Changamoto tulionao sasa hivi ya usalama ndani ya wilaya yetu ya Manyoni ni maji. Haya maji ya mvua yanapotoka angani yanakuja kwa heri, tunafurahia kilimo, lakini yanapofika ardhini yanasafiri kwa kasi, yanatengeneza mabwawa yenye tope ambayo wananchi wetu wengi wamepoteza maisha kutokana na kutojua namna ya kujikinga na maji. Na jeshi letu la uokoaji wanajitahidi sana, lakini pia tuna changamoto ya watoto wetu tunaowakinga leo, pia wamekuwa wakipata shida kwenye madimbwi ya maji. Kwa hiyo tumeshatoa angalizo na tumeshawaelekeza viongozi wetu wa serikali za vijiji wakiwepo watendaji kuhakikisha kwamba wanasimamia na wanawasimamia wazazi kuhakikisha wanawalinda watoto ili waweze kupata haki yao ya msingi ya kikatiba, haki ya kuishi. Ni rai yetu kwa taarifa na maelekezo ambayo umetupa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kwamba hili zoezi tutaendelea nalo tena mwezi wa 5 kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 10. Wananchi wa Manyoni ni wasikivu, wamejipanga, watajitokeza kushirikiana na serikali yao. Nao wananchi waliohudhuria zoezi hilo wamepongeza juhudi za serikali, wakiwahimiza wazazi kujitokeza kwa wingi kuhakikisha watoto wote wanapata chanjo na kulindwa dhidi ya ugonjwa huo. Naitwa Zuma Msema. Zoezi la chanjo nimeliona zuri kwa sababu polio ni ugonjwa unaosababisha kupooza, kuumwa kichwa na kadhalika. Pia na washauri ambao hawajaleta watoto wao walete, maana zoezi limeshaisha. Haya mambo hayana shida kwa kweli. Mimi naona ni mazuri kwa watoto na wakinga mambo mengi sana. Wasiwe na hofu wala wasiwe na shaka. Wawe vizuri tu, wawe na majina. Anaitwa Jackson Isaya Mdemo. Kwa hili zoezi ni zuri na si wazazi wajitahidi kuwaleta watoto kwenye chanjo. Hii ni hamasa nzuri kwa wazazi. Zoezi linaendelea vizuri. Na shauri wa baba kama wana shughuli nyingi wachukue walete watoto wao kama nilivyoleta mimi mtoto wangu kuja kupata chanjo ili iwe kinga kwa mtoto. Nikiripoti kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida, mimi ni Glory Isaac, afisa habari.